katika nchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezipa neema iliyokuwa kubwa, neematul amn, neema ya amani, ni nchi hii tulionayo, nchi yetu ya Tanzania. Nchi yetu hii ya Tanzania tulionayo ni katika nchi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala a'taha ni'matal amn, amezipa neema ya amani. Na ukitaka kulijua hilo, basi tazama katika baadhi ya miji mingine kwenye bara letu hili la Afrika. Tazama namna ambavyo wanavyoteseka kwa sababu ya kuikosa amani. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa nchi hii neema ya al-aman, neema ya amani, ma la yujadu fi baadhi ad-duwal al-afriqiyya, amani ambayo haipatikani katika baadhi ya miji ya Afrika. Itazame nchi ya Kongo namna vile ambavyo wanapoteseka baada ya kutoweka neema hii, neema ya amani. Allah subhanahu wa ta'ala akawabadilishia wao, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao kwanza wabadilishe yale yaliyo katika nafsi zao, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha na kuondoa kile alichowapa wao katika adhabu, baada ya wao kuharibu neematul amn, baada ya wao kuiharibu neema ya amani. Leo hii wanasota na kujuta na kuitafuta neema hii ya amani, wanaitafuta kwa thamani kubwa, lakini hawaipati kwa sababu ya madhambi ambayo wao waliamua kuyachuma kwa mikono yao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu wao kwa sababu hiyo. Kwa hivyo neema hii tulionayo, neema ya amani, ni neema adhima min Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya watu ambao wao hawana malengo mazuri na nchi yetu hii, nchi tunayoipenda, nchi ambayo sisi tumezaliwa ndani yake, nchi yetu ya Tanzania. Wanashajiisha na kuwaambia watu waandamane siku ya tarehe 29, siku ambayo utafanyika uchaguzi ndani yake, kwa lengo la kuvuruga amani ya nchi, kwa lengo la kuharibu amani ya nchi. Watu kama hawa ni watu ambao wakupuuzwa, haitakikani kusikilizwa watu hawa, kwa sababu hoja zao ni hoja dhaifa, hoja zao ni hoja dhaifa.